mchezo Dar es Salaam Tanzania. Wapi hasa Silver Strikers walikuwa bora kiasi kwamba kufurahia kweli kweli ushindi wao wa mchezo wa kwanza dhidi ya Young Africans nyumbani kwao Malawi? Kwanza kwenye football tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumekuwa na mechi nzuri ambayo matokeo hayakuwa kwetu siku ya leo. Lakini ni sogee kwa hapa kidogo barabara watu hapo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo wa leo. Ulikuwa mchezo mzuri lakini matokeo hayakuwa upande wetu. Wamecheza vizuri Silver Strikers kwa mahesabu mazuri na wameweza kupata goli lao kipindi cha pili. Kwa hiyo sisi kama Young Africans Sports Club, story ya leo sio muhimu sana. Muhimu sana ni story ya tarehe 25 Benjamin Mkapa. Pale ndio kuna story muhimu kwa sababu ndio kuna hatua inayotenganisha klabu yetu na hatua ya makundi ya Champions League. Tubakiwa dakika 90 na hivi ninapozungumza tayari tuko nyuma wa goli moja. Hivyo vyote vile kwa namna yoyote ile tunatakiwa twende Benjamin Mkapa tukapambana kwa jasho lote, kwa damu kuhakikisha tunakwenda hatua ya makundi. Kwa leo tumepokea matokeo lakini tunaondoka hapa Lilongwe Malawi tukiwa na focus ya kwenda kufanya vizuri kwenye mchezo nyumbani. Kama vile kelele za mwalimu zimerejea tena, wengi ni kama hawajafurahishwa na kiwango baada ya kuiongoza klabu ya Young Africans. Ngazi Romain Folz anapitia wakati mgumu sana kwa wengi kuamini hana ile nguvu ama kasi ya kuiongoza Young Africans kucheza mchezo. Sio wakati mgumu peke yake. Hata mashabiki ambao nao wanasema wanazungumza nao wanapitia wakati mgumu kwa sababu ndio lazima watoe hayo maoni, walikuwa wana hope timu yao iweze kushinda leo. Kwa hiyo cha muhimu sasa hivi ni taasisi kutulia. Yaani hii discussion zote hizi hazina maana kama tutazifanya alafu timu ikashindwa qualify kwenda hatua ya makundi. Sasa hivi taasisi inabidi iwe pamoja, tuwe na nguvu moja na twende kwenye mchezo marudiano tukiwa na focus ya kupindua haya matokeo, twende hatua ya makundi. Sasa hivi ndio wakati muhimu wa sisi kuanza hatua ya makundi kwa kumshinda mchezo marudiano. Kwa hiyo naamini tunayo quality, tunayo kamera na tutakwenda kufanya vizuri inshallah kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama shida ilikuwa nini kiufundi? Ukiangalia quality ya Young Africans ni quality kubwa mara 3 zaidi ya Silver Strikers. Hii ni football. Unaweza kucheza vizuri kukosa matokeo. Hii ni football. Hizi ni dakika 180. Kuna nyumbani na kuna ugenini. Tumecheza mchezo ugenini leo tumepoteza. Cha muhimu ni Yanga atakuwa iende hatua ya makundi. Tunakwendaje hatua ya makundi? Kutoka hapa tunakwenda kutafakari hilo nyumbani tukabadilika. Hii ni dakika 180. So on the way lazima ucheze kwa mahesabu. Wenzetu wametuwahi leo wamepata goli moja na sisi tuna deni la kwenda kulipa tunapokuwa nyumbani Benjamin Mkapa. Tutarajie taarifa kwa umma kuhusiana na kocha Romain Folz. Yanga inaweka mipango kwa ajili ya kwenda kupindua meza Benjamin Mkapa inshallah. Network sana. Kwani huku kuna nani? Kuna njia huku? Wale sio. Kama ilikuwa ongea nyuma hapo. Mwandamizi anaondoka. Wewe yuko upande huu, yuko upande ule. Yuko upande huo. Mwandamizi wa Young Africans Engineer Said huyo akiwa kwenye basi la wachezaji tayari kwa ajili ya safari ya kuelekea hotelini. Kama unavyomuona akiwa amekaa na sura ya huzuni, akiwa kwa makini kabisa akishika simu yake akijaribu kusoma, nadhani bila shaka maoni ya wadau mbalimbali ambayo yanaendelea wanayatoa sasa hivi. Basi hilo la Young Africans ikiwa linatoka hapa uwanja wa
Bingu kuelekea hoteli ambayo wamefikia, President Hotel ndio hoteli ambayo wamefikia klabu hii ya Young Africans. Kocha Romain Folz akiwa na msaidizi wake ambaye yuko nyumbani kwao hapa Malawi, wakajaribu kuzungumza mambo mawili matatu, kocha akiwa anajaribu kueleza, akiongea na kocha pale, kocha wake msaidizi, na wakiteta mawili matatu bila shaka. Poleni kwa kucheza mchezo Ndio, sogea. Mchezo Dar es Salaam Tanzania. Wapi hasa Silver Strikers walikuwa bora kiasi kwamba kufurahia kweli kweli ushindi wao wa mchezo wa kwanza dhidi ya Young Africans nyumbani kwao Malawi? Kwanza kwenye football tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuwa na mechi nzuri ambayo matokeo hayakuwa kwetu siku ya leo, lakini ni sogee kwa hapa kidogo bana watu hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo wa leo. Ulikuwa mchezo mzuri, lakini matokeo hayakuwa upande wetu. Wamecheza vizuri Silver Strikers kwa mahesabu mazuri, na wameweza kupata goli lao kipindi cha pili. Kwetu sisi kama Young Africans Sports Club, story ya leo sio muhimu sana. Muhimu sana ni story ya 25 Benjamin Mkapa. Pale ndio kuna story muhimu, kwa sababu ndio kuna hatua inayotenganisha klabu yetu na hatua ya makundi ya Champions League. Tubakiwa dakika 90 na hivi ninapozungumza tayari tuko nyuma wa goli moja. Hivyo vyote vile, kwa namna yoyote ile, tunatakiwa twende Benjamin Mkapa tukapambana kwa jasho lote, kwa damu, kuhakikisha tunakwenda hatua ya makundi. Kwa leo tumepokea matokeo, lakini tunaondoka hapa Lilongwe Malawi tukiwa na focus ya kwenda kufanya vizuri kwenye mchezo nyumbani. Ni kama vile kelele za mwalimu zimerejea tena, wengi ni kama hawajafurahishwa na kiwango baada ya kuiongoza klabu ya Young Africans, wakitaka achie ngazi. Romain Folz anapitia wakati mgumu sana kwa wengi kuamini hana ile nguvu ama kasi ya kuiongoza Young Africans kucheza mchezo. Sio wakati mgumu peke yake, hata mashabiki ambao nao unasema wanazungumza nao wanapitia wakati mgumu, kwa sababu inawalazimu watoe hayo maoni. Walikuwa wana hope timu yao iweze kushinda leo. Kwa hiyo cha muhimu sasa hivi ni taasisi kutulia. Yaani hii discussion zote hizi hazina maana kama tutazifanya alafu timu ikashinda qualify kwenda hatua ya makundi. Sasa hivi taasisi inabidi iwe pamoja, tuwe na nguvu moja, na twende kwenye mchezo wa marudiano tukiwa na focus ya kupindua haya matokeo, twende hatua ya makundi. Sasa hivi ndio wakati muhimu kwa sisi kuanza hatua ya makundi kwa kumshinda mchezo wa marudiano. Kwa mimi naamini tunayo quality, tunayo dhamira, na tutakwenda kufanya vizuri inshallah kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama shida ilikuwa nini kiufundi? Ukiangalia quality ya Young Africans ni quality kubwa mara 3 zaidi ya Silver Strikers. Hii ni football. Unaweza kucheza vizuri kukosa matokeo. Hii ni football. Hizi ni dakika 180. Kuna nyumbani na kuna ugenini. Tumecheza mchezo ugenini leo, tumepoteza. Cha muhimu ni Yanga itakuwa iende hatua ya makundi. Tunakwendaje hatua ya makundi? Tutatoka hapa tunakwenda kutafakari hilo nyumbani, tukabadilika. Hii ni dakika 180. So on the way, lazima ucheze kwa mahesabu. Wenzetu wametuwahi leo, wamepata goli moja, na sisi tuna deni la kwenda kulipa tunapokuwa nyumbani Benjamin Mkapa. Tutarajie taarifa kwa umma kuhusiana na kocha Romain Folz. Yanga inaweka mipango kwa ajili ya kwenda kupindua meza Benjamin Mkapa inshallah.